Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Madiwani, mmekula kiapo cha uaminifu na maadili. Kwa mujibu wa taratibu za kisheria na matakwa ya kikatiba ya nchi, nendeni mkatimize wajibu wenu kwa kuishi katika viapo vyenu, lakini kwa kuishi katika misingi ya haki, sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya uongozi. Katoeni huduma mkiongozwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, bila ya kuonea mtu au kufanya mambo ambayo yatakuondolea utu wako ama utu wa mtu mbele ya jamii. Umechaguliwa na wananchi kuwa diwani. Udiwani wako sio kibali cha kuumiza wengine ama kujitengenezea mbali ama kujitengenezea mianya ya kujitajirisha kimaslahi. Utumishi kwa wananchi uende sambamba na uadilifu, wazi na uaminifu pamoja na uwajibikaji. Tanzania imebahatika kumpata kiongozi Dr. Samia Suluhu Hassan anayetambua mahitaji ya wananchi anaoongoza. Tokea ashike madaraka amekuwa hachoki kuwatumikia wananchi wake usiku na mchana. Aidha, uongozi huo ndio unaotakiwa na wananchi wetu. Lazima tuendelee kukumbushana kuendelea kusimamia wajibu wa kulinda misingi ya haki, huku serikali ikiwahimiza wananchi kulinda tunu ya amani, umoja, mshikamano na maendeleo. Niwahakikishie Waheshimiwa Madiwani na ndugu mwenyekiti na viongozi mlioko kwenye ukumbi huu, wananchi na jamii kwa ujumla, nyakati zote wanaamini kwamba serikali yao inawaangalia, inawalinda na wataendelea kuishi kwa amani na utulivu. Na waomba sana Mheshimiwa Madiwani kuhakikisha kwamba wataalamu wetu wanaotupatia orodha ya miradi yote iliyopokelewa na kupangiwa fedha kwa ajili ya utekelezaji, tuhakikishe kwamba miradi hiyo inaonyesha gharama, hatua za miradi iliyopo sasa, muda wa ukamilishaji, muda wa kukamilika na changamoto zilizopo na mipango ya kuzitatua, ili tujiane uelewa wa pamoja katika kusimamia. Hakuna sababu ya kuwa na hofu wala hakuna sababu ya kuwa na uoga. Mmeaminiwa na wananchi, nendeni mkasimamie wajibu wenu wa msingi katika kusimamia halmashauri. Waheshimiwa Madiwani, kabla ya kuanza ukaguzi wa miradi ya maendeleo, wataalamu wahakikisha wanawapatia checklist ya vifaa, mahitaji ya ujenzi na gharama. Haya yote naamini mtapatiwa kwenye mafunzo ambayo mkurugenzi atayaandaa, lakini mimi ni wajibu wangu wa msingi kuwakumbusha, kwa sababu mimi na nyinyi tunafanya kazi moja ya kuhakikisha kwamba miradi hii ya maendeleo ambayo fedha nyingi zimetolewa na serikali kuu lakini na halmashauri inatekelezwa kwa viwango vya hali ya juu. Hakikisheni mnakuwa na mahusiano mazuri na wataalamu wa halmashauri. Wataalamu hawa kwenu nyinyi sio maadui, wala wataalamu hawa kwenu nyinyi sio watu wa kuzalisha shari na uhasama, bali ni wataalamu wa kuwasaidia kutafasiri mambo muhimu katika kutekeleza majukumu yenu. Waaminini na wao watawaamini, ili kuleta ufanisi katika utekelezaji wetu wa majukumu. Katika halmashauri yetu bado kuna wimbi kubwa la wananchi kuvamia maeneo ya hifadhi, kukata miti na kutengeneza jangwa lisiokuwa lazima. Ndugu yangu makamu mwenyekiti, mimi nisisitize tu niseme, Mheshimiwa Madiwani, leo tumekula kiapo, turudi kwa nguvu moja, twende tukatumikie. Najua wanaofanya uharibifu ni watu waliotuchagua. Tunapaswa tuvae roho ya ujasiri na roho ya kupata maendeleo, na maendeleo haya tulinde misitu yetu, maana misitu sasa hivi ni utajiri. Sasa tukiruhusu ukataji wa miti kiholela ukaendelea, tutatengeneza jambo kwenye nchi ambayo haina. Naomba sana TFS izidi kuleta ushirikiano kwa Waheshimiwa Madiwani wanapokuwa wanataka msaada na kupata maelezo na msaada, ili kusimamia ili swala la misitu, twende sisi kuhifadhi misitu yetu iwe faida kwetu, kwa sababu najua tuliyopata leseni za ukaa zikiwa na faida kwenye vijiji mamilioni ya fedha. Sasa haya hayawezi kupatikana kama tutashindwa kuwa wasimamizi katika hilo. Niahidi tu jambo moja, ndugu yangu mkurugenzi, ndugu yangu mwenyekiti wa halmashauri, sisi kazi yetu ni moja, kama nilivyokuwa naomba kula, ni kuunganisha watu wote na kada zao mbalimbali waende kufanya kazi kuletea maendeleo wananchi, na si jambo lingine. Na sitotegemea kuona migogoro, mheshimiwa diwani huyu, mheshimiwa diwani yule, akisema hamtaki mtendaji huyu, hamtaki mtendaji yule, maana vijana walioajiriwa ni watoto wetu. Tuna nafasi ya kuwaona na kuwakanya, tuendelee kusoma. Najua na tunayatamka hapa kwa sababu mimi ni mheshimiwa diwani wa kijiji
migogoro baina ya watendaji na waheshimiwa madiwani imekuwa ikichelewesha. Sasa mimi nimefika hapa, nimekuwa mwenyekiti wa halmashauri, kazi yangu ni moja. Mtendaji, mheshimiwa diwani, wakuu wa idara na vitengo, jambo letu ni moja. Atakaye kuja kuzungumza jambo, tunasema jambo letu ni maendeleo. Hatuna jambo. Migogoro tutamalizana kama nyumbani kwetu tunavyomaliza, ili tuweze kusonga.